Ujambo na karibu ndani ya JCTV, kilichombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakuletea habari za siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu utapata uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumatatu, Mei 18, 2026. Tulionayo asubuhi ya leo: jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linathibitisha tena kuunga mkono vikosi vinavyopambana mashariki mwa nchi. Na asasi za kiraia Isangi mkoani Chopo zinalaani kuongezeka tena kwa hali ya ukosefu wa usalama. Kuna hayo na mengine mengi, na kuomba twende sote hadi tamati. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaeleza kuunga mkono na kutoa shukrani zake kwa mamlaka zote za kijeshi, vikosi vya ulinzi na usalama pamoja na vikosi washirika vilivyoshiriki katika operesheni za kupambana na ugaidi, hasa katika sehemu ya mashariki mwa nchi ambako tishio bado linaendelea kuwepo. Katika taarifa iliyochapishwa Jumapili tarehe 17 Mei 2026, siku ya kitaifa ya FARDC, jeshi hilo limepongeza kujitolea kwa vikosi mbalimbali vilivyopo uwanjani na kutoa wito wa umoja wa kitaifa na mshikamano mbele ya changamoto za kiusalama. Katika taarifa hiyo, jeshi linakumbusha kuwa wanajeshi wake pamoja na majeshi ya Uganda, Burundi na MONUSCO wamekuwa wakifanya kwa miaka kadhaa operesheni za pamoja kwa ujasiri, dhamira na kujitolea dhidi ya magaidi wa ADF Mteme na makundi mengine yenye silaha ya ndani na ya kigeni. Operesheni hizi zinalenga kulinda raia, kurejesha amani na kuhakikisha usalama katika maeneo husika. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC linaamini kuwa misheni hizi zinastahili heshima na kuthaminiwa. Pia jeshi hilo limesema kuwa limebaini kwa wasiwasi baadhi ya matamshi ya hadharani yanayolenga kudhoofisha au kuleta shaka kuhusu juhudi za vikosi vinavyopambana. Bila kupinga uhuru wa kujieleza, jeshi linasisitiza kuwa maslahi makubwa ya taifa yanapaswa kutangulizwa mbele ya migawanyiko na mabishano. Limewataka wananchi kubaki na umoja nyuma ya vikosi vinavyopambana na washirika wao, kuepuka hotuba za chuki au kukatisha tamaa, kuipa kipaumbele amani na mshikamano wa kitaifa. Mashirika ya kiraia katika wilaya ya Isangi iliyoko kilomita 125 chini ya mji wa Kisangani kwenye mto Kongo huko Chopo yaliandaa maandamano ya amani Ijumaa ya tarehe 15 Mei 2026 kupinga ongezeko la uhalifu katika eneo hilo la Isangi. Mashirika hayo yasiyo ya kiserikali yamepiga kengele ya tahadhari kufuatia kuongezeka kwa visa vya mauaji na uporaji tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Tukio la hivi karibuni lilitokea Jumapili iliyopita kwenye barabara ya Isangi ya Nyambi, ambapo mfanyabiashara mmoja alipigwa risasi na kuibiwa zaidi ya faranga milioni 10 za Kongo. Ili kupinga hali hiyo ya ukosefu wa usalama, maandamano ya amani yaliandaliwa Ijumaa iliyopita na kuhitimishwa kwa kukabidhi hati ya madai kwa mamlaka ya utawala wa eneo hilo. Asasi za kiraia zinazitaka serikali na viongozi kuchukua hatua za haraka na dhati kulinda wananchi. Mamlaka za kijeshi Kivu Kaskazini zimetoa wito wa kuheshimu hatua za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Gavana wa kijeshi wa Kivu Kaskazini ametoa wito kwa wananchi kuheshimu kikamilifu hatua za kujikinga ili kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa Ebola unaoendelea kusambaa katika jimbo jirani la Ituri. Wito huo wa Jenerali Kakule Somo ulitolewa Jumamosi tarehe 16 Mei mwaka huu baada ya visa vinavyoshukiwa kuwa vya Ebola kuripotiwa katika baadhi ya maeneo ya afya ya Kivu Kaskazini. Kutokana na kiwango kikubwa cha watu kusafiri na biashara kati ya maeneo yaliyoathirika na Kivu Kaskazini, wananchi wako katika hatari kubwa ya kuambukizwa ugonjwa huu hatari. Mwishoni mwa siku, baadhi ya wagonjwa wanaoshukiwa kutoka maeneo yaliyoathirika tayari wametambuliwa, wakionyesha dalili za ugonjwa huo katika baadhi ya maeneo ya afya jimbo letu. Kwa hiyo, wananchi wanashauriwa kunawa mikono mara kwa mara kwa maji na sabuni, kuepuka kugusana na watu wagonjwa au wanaoshukiwa kuwa na Ebola, pamoja na kuepuka kushikana mikono au kukumbatiana katika kipindi hiki. Ikiwa mwanafamilia atapatikana na Ebola, ni muhimu kuwasiliana na timu maalum kwa ajili ya kufanya usafishaji wa nyumba, amesema mshauri wa gavana anayeshughulikia afya. Ugonjwa huu wa Ebola unaendelea kusababisha madhara makubwa katika jimbo jirani la Ituri. Kwingineko ni kwamba kazi za ujenzi wa vituo vya mipakani vya Sange na Rubenga tarafani Uvira, Kivu Kusini, vyasimamishwa.
Mbunge wa kitaifa Claude Misare Mugomberwa anataka kuanza tena kwa kazi za ujenzi wa vituo vya mipakani vya Sange Nyamoma na Rubenga katika tarafa la Uvira mkoani Kivu Kusini. Katika barua aliyomwandikia Ijumaa tarehe 16 Mei mwaka huu, waziri wa biashara ya nje, mbunge huyu wa Uvira amelahani kusimamishwa kwa kazi hizo licha ya waasi wa M23 kujiondoa kikamilifu katika eneo hilo. Kwa mujibu wa mbunge huyo, miundombinu hiyo ni sehemu ya mradi wa kurahisisha biashara na ushirikiano katika ukanda wa maziwa makuu unaofadhiliwa hasa na Benki ya Dunia. Nimepewa taarifa ya wananchi wa Uvira waliokuwa wakitarajia kuanza tena mara moja kwa kazi za ujenzi wa vituo vya mipakani vya Nyamoma na Rubenga baada ya kujiondoa kwa M23. Lakini wakati wananchi wako katika furaha baada ya kuondoka kwa M23 na wakati ndugu zetu waliokimbilia Burundi wanaanza kurejea nchini, tunapokea kwa masikitiko taarifa kwamba Benki ya Dunia imefuta mkataba wa ujenzi wa vituo viwili vya mipakani siku mbili tu baada ya kujiondoa kwa M23, amesema mbunge huyo. Hata hivyo, kwa mujibu wake, kazi hizo tayari zilikuwa zimefadhiliwa kwa kiwango cha 30% na mradi huo ulitarajiwa kutoa ajira kwa zaidi ya watu 1,800. Claude Misare ameomba kutumwa kwa ujumbe wa pamoja wa tathmini ili kuchunguza hali ya mradi huo ambao ameuelezea kuwa muhimu kwa ajira na kufufua uchumi wa eneo hilo. Tujielekeze moja kwa moja katika mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kinshasa. Madhara ya maafa yameripotiwa kufuatia moto uliotokea katika kanisa la Shekina Tabernacle mjini Kinshasa. Madhara makubwa ya vifaa yameripotiwa kufuatia moto uliozuka Jumapili tarehe 17 Mei mwaka huu katika kanisa la Shekina Tabernacle lililopo kwenye Boulevard Lumumba katika manispaa ya Matete mjini Kinshasa. Timu za uokoaji ziliingilia kati ili kudhibiti moto huo. Kabla na baada ya kuwasili kwao, waumini walijitokeza kwa kuunda mnyororo wakipitishana ndoo za maji ili kuzima mabaki ya moto. Wengine walihusika kuhamisha viti na vifaa vingine vya kanisa wakivipeleka nje ya jengo ili kuviokoa. Hadi sasa chanzo cha moto huo bado hakijajulikana. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na MONUSCO wameahidi kuimarisha operesheni za kiusalama Biakato mkoani Ituri. Katika mkutano wa kwanza uliofanyika Jumamosi tarehe 16 Mei mwaka huu mjini Biakato katika wilaya ya Mambasa, kati ya viongozi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, MONUSCO na wananchi wa eneo hilo, jeshi liliahidi kuongeza operesheni za kiusalama katika sehemu hiyo ya Ituri. Lengo la mkutano huu lilikuwa kuwapa wananchi uhakika kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi yanayodaiwa kufanywa na waasi wa ADF. Biakato, makao makuu ya usultani wa Babila Babombi, wakazi wamekuwa wakiishi kwa hofu kwa miezi kadhaa kutokana na ongezeko la mashambulizi ya silaha yanayohusishwa na ADF. Kwa mujibu wa vyanzo vya asasi za kiraia, zaidi ya raia 130 wameuawa ndani ya mwezi mmoja katika eneo hilo. Machafuko hayo pia yamesababisha maelfu ya watu kuhama makazi yao na kuelekea maeneo yanayochukuliwa kuwa salama zaidi. Kukabiliana na hali hiyo, FARDC na kikosi cha MONUSCO cha uingiliaji walikutana na jamii za eneo hilo ili kusikiliza changamoto za kiusalama na kuhakikishia hatua zinazochukuliwa kuimarisha ulinzi wao. Viongozi wa kijeshi wametangaza pia kuongezwa kwa idadi ya askari pamoja na vifaa vya kijeshi ili kuimarisha operesheni dhidi ya makundi ya silaha katika eneo la Mambasa. Kwa upande wake, MONUSCO imesema itaendelea kusaidia FARDC pamoja na vikosi vya Uganda vinavyoshiriki operesheni za pamoja dhidi ya ADF. Kamanda wa kikosi cha MONUSCO pia amewataka wananchi kuwa makini na uvumi na taarifa potofu ambazo zinaweza kudhoofisha juhudi za kurejesha utulivu katika eneo hilo. Ni mwisho wa habari zetu. Naitwa Abedi Jean de la Croix na hii ni JCTV. Kwa heri kwa leo.